Nashukuru leo tumekuwa na field nzuri, tumeweza kuzungukia halmashauri ya wilaya ya Monduli kwa ajili ya kufuatilia taasisi ambazo zinalisha watu kuanzia 100. Lengo ni kufuatilia lile katazo ambalo lilitolewa na ofisi ya makamu wa rais kwamba shule zote au taasisi zote ambazo zinalisha watu zaidi ya 100 wanatakiwa waachane na matumizi ya kuni na mkaa na tuweze kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa Monduli leo tumetembelea shule 7 na taasisi moja, chuo cha ualimu. Kwa ukweli niwapongeze sana upande wa viongozi wa halmashauri ya Monduli, wanafanya vizuri sana kwenye upande wa nishati safi ya kupikia. Katika shule 7 tulizotembelea tumekutana na shule 2 tu ambazo ni za msingi zinatumia kuni, ambazo na wao wana sababu, kwa sababu unajua kwa shule za primary mara nyingi wanalalamika kwamba kipato kinakuwa kidogo cha shule, kwa wanashindwa ku afford majiko. Tumeongea nao hizo shule ambazo bado hawajajiunga na nishati safi ya kupikia na tumewapa mbinu mbalimbali. Ziko mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia, na leo nichukue nafasi hii kuweza kuwahamasisha sasa makampuni yale yanayotengeneza mikaa mbadala na majiko haya tunaita ICS ya mashule, basi watafute namna ya kuwa na kufanya installation. Unaweza ukainstall alafu zile shule zikawa zinalipa polepole, kwa sababu shule zipo zina wanafunzi na wanaingiza kipato hivyo hivyo kidogo, lakini wana uhakika wa kulipwa hata kama kidogo, hata kama kwa miezi 12. Kwa hiyo ni wahamasishe taasisi ziweze kufanya hiyo mbinu ili tuweze kusaidia taasisi nyingi ziweze kuingia, ziweze kujihusisha na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ziara imekuwa nzuri kweli. Serikali iko na nia kabisa ya kuhakikisha Mheshimiwa Rais, hii tunapush ile agenda ya Mheshimiwa Rais. Kama tunavyojua Mheshimiwa Rais ndio champion wa nishati safi ya kupikia kwa Tanzania na kwa Afrika. Kwa hiyo hili tukifanikiwa kwa Tanzania tukaenda asilimia zile 80, tunataka 2034 asilimia 80 wa Tanzania wao wamehamia kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hii kasi tunaoenda kwa kweli tunaweza kufanikiwa, na tunajua tuna compact inataka tunapofika 2030 tuwe na asilimia 75. Kwa hii speed tunaoenda nayo naamini tunaweza tukafika mbali. Tukiweza kufanikiwa tu swala la taasisi, sababu taasisi ndio sehemu kubwa ambayo inaharibu mazingira. Tumeshaona upande wa magereza tumeshakamilisha magereza yote 129 tumemaliza. Upande wa majeshi 22 yote tumeshakamilisha. Wote wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa sasa hizi focus yetu ina focus kwenye institutions zingine, mashule na vyuo. Tukishakamilisha huko sasa tutaendelea, wakati huo tunaendelea kutoa hamasa kwa wananchi wa kawaida. Sasa nao tuachane na matumizi ya kuni na mkaa majumbani, tuweze kutumia mbinu nyingine ya nishati safi ya kupikia, whether ni umeme, kwa sababu tunajua umeme sasa hivi upo mpaka tunaanza kusambaza zile vitongojini. Tuende kuhamia kwenye hizi improved cooker stoves, hizo nazo tayari mkaa mbadala upo, makampuni mengi yanatengeneza. Tutakuwa kama mwenye uwezo kwenda kwenye kutumia hizi biogas, itakuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo natamani tukamilishe na taasisi. Tukishamalizana na taasisi tunarudi kwenye household. Kwa hiyo tukija kwenye hizi kaya sasa inakuwa rahisi. Kwa hiyo kaya hapa zinataka tu elimu, zikishapewa elimu waende na product gani, tutakuwa tumeachana na nishati sio safi na tukaingia kwenye nishati safi ya kupikia. Hilo ndio la msingi naweza kusema. Kwa hiyo ni wahamasishe wazazi. Wazazi, hizi shule ni za kwetu. Mimi naomba wazazi tujitoe, tusapoti, tubadilishe mifumo ya kupika kwenye mashule yetu ya msingi. Hii itakuwa ni mileage kubwa sana kwa wazazi, na ni kitu ambacho mtajivunia wazazi kwamba sisi kama wazazi tumejichanga na kuweza kubadilisha shule fulani, tumebadilisha mfumo wa kupika, sasa wanapika kwa nishati safi ya kupikia. Wazazi wenzangu, tusapoti hii jitihada za Mheshimiwa Rais, tuweze kubadilisha taasisi hizi zianze kutumia nishati safi ya kupikia.